Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika kipindi cha Kitabu cha Dhahabu, kipindi kinachokupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali yanayoendelea ama yanayopatikana katika vitabu vya roho ya unabii. Kama ilivyo ada, upo nami Rebecca Dennis, mtangazaji wako, na siku hii ya leo kwa mara nyingine tena nipo naye mchungaji Methusela Masunga, tukijadili mada inayosema sauti nyikani. Kumbuka kitabu tunachokiongelea ni kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Mchungaji, karibu. Asante sana Rebecca. Leo tutakuwa tukiangazia sehemu inayosema sauti nyikani. I'm looking forward to niko hapa nasubiri kusikia sauti hii nyikani ni ya nani, ina maana gani, na ilikuwaje mpaka tunasema sauti nyikani. Sasa kabla tujaendelea, tupatie ombi. Baba yetu na Mungu uliye mwema, tunapojadili juu ya sauti nyikani, ninakualika uweze kuwa pamoja na sisi, tupatie uelewa wa kina wa kulichambua neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kama na kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na kama nilivyosema hapo awali, siku ya leo tunaongelea mada inayosema sauti nyikani. Mimi ni Rebecca Dennis, niko naye mchungaji Methusela Masunga. Karibu sana. Mchungaji, sauti nyikani ina maana gani na kwa nini iwe sauti nyikani? Kwa kifupi, sauti nyikani inayotajwa kwenye hii mada ni sauti ya Yohana Mbatizaji. Okay. Ambayo ilisikika kutoka maeneo ya nyika, maeneo ya upweke, maeneo ya jangwa, mahali ambako muda mwingi aliishi. Alizungumza kwa nguvu na kwa ujasiri akitokea huko. Wapita njia wakamsikia, wakaenda kuambizana, wakatoka mijini wakamfuata nyikani. Kwa essentially wakati anaanza kuhubiri, alianza kuhubiria miti na nyika na bila watu. Unaweza kusema hivyo, lakini basi ni maeneo ambayo barabara ndogo ndogo zilikuwa zinapita, watu wanapita na vitu kama hivyo. Okay. Kwa hiyo both inaweza kuapply, lakini nani aliwaita wengine waje sasa kumsikiliza ni wale wapita njia na wachache ambao walimuona akihubiri maneno yanayochoma na kugusa mioyo ya watu. Tupate historia kidogo ya Yohana Mbatizaji. Wazazi wa Yohana Mbatizaji ni kina nani na walikuwa wanafanya kazi gani? Baba yake Yohana ni Zekaria. Okay. Zekaria alikuwa kuhani. Na mama yake Yohana ni Elizabeth. Walikuwa ni wacha Mungu sana. Na walikuwa wameyatoa maisha yao kwa ajili ya Mungu. Zekaria alikuwa akihudumu hekaluni. Na maisha yake yalijawa na maombi mengi. Na moja kati ya ombi lake lilikuwa ujio wa Masihi. Kwa hiyo kwa zamu mbalimbali alihudumu hekaluni. Kama leo tungeweza kusema mzee wa zamu. Kwa hiyo hayo ndio kwa maisha ya wazazi wa Yohana. Yohana alikuwa mtoto wa ahadi ama ilikuwaje? Yes, alikuwa nini maana mtoto wa ahadi? Kwa maana ya kwamba ni familia haikuwa na mtoto. Na kwa muda mrefu wamemwomba Mungu pia wapatie mtoto, na bila kusitisha maombi ya ujio wa Masihi. Kwa hiyo Mungu aliwajibu katikati ya maombi yao. Hiyo ilikuwaje? Yaani the whole scenario mpaka Yohana Mbatizaji anazaliwa. Kama nilivyosema, moja, wazazi wanamwomba Mungu awape mtoto. Wazazi ni wacha Mungu. Basi siku moja tu wakati Zekaria akiwa kwenye huduma zake za kawaida za kikuhani, akiwa katika chumba kile cha patakatifu, ndipo malaika alimtokea. Akazungumza naye. Akamwambia
kwamba kupitia kwako na Elizabeth atazaliwa mtangulizi wa Masihi ambaye mmekuwa mkiomba sana Masihi aje. Akashanganyikiwa, akashangaa sana kwa sababu mazingira alivyoyaona na umri hakuona nuru kabisa. Kwa hiyo alipata ujumbe akiwa hekaruni kwenye zamu ya utumishi. Yeah. Na kulikuwa na ishara yoyote ya, nikisema kusimika ama kumpa tumaini kwamba kilichosemwa kitatokea? Zakaria alipata habari ya kufurahisha kwamba usiogope Zakaria, maana sala zako zimesikiwa na mkeo atakuzalia mtoto wa kiume naye utamuita jina lake Yohana. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, ndio maneno ambayo aliambiwa. Na akaambiwa hata kunywa mvinyo, hata kunywa kileo chochote, na akaambiwa yule mtoto atajazwa na Roho Mtakatifu. Na akaambiwa atatangulia kwa nguvu za Elia. Nadhani hiyo ni itakuwa very interesting part vile vile. Na atatangulia mbele za Bwana mwenye nguvu. Na akapewa kazi ya kuwageuza watu mioyo. Lakini kama nilivyokuambia, Zakaria sasa ndo akapata mashaka. Sasa nitajuaje jambo hili? Maana mimi ni mzee, halafu mke wangu naye ameendelea kuzeeka. Kwa hiyo hii ni changamoto. Ni vile tu alisahau uwezo wa Mungu. Lakini Mungu alimpa nguvu na akamthibitishia na akamwambia kwamba jambo hilo linawezekana. Mchungaji, kwenye Biblia kuna incidents kadhaa Mungu anachagua jina la mtoto. Samsoni, Mungu alichagua jina la mtoto, right? Alafu Yohana Mbatizaji naye Mungu amechagua jina la mtoto. Yesu naye Mungu amechagua jina la mtoto. Isaka naye Mungu alichagua jina la mtoto, I think. Kama sijakosea. Why? Ina maana, yani ina uzito gani wa Mungu kutoa ahadi na kuchagua jina la mtoto at the same time kwa wazazi? Kwa Wayahudi majina yana maana. Kwa hiyo maana ya jina la mtoto Mungu mwenyewe ndiye ameichagua, ndio tafsiri yake ya haraka. Hiyo ni tafsiri ya haraka kabisa kwamba Mungu anataka mtoto aitwe Emmanuel. Kwa sababu ya kile anachokuja kukifanya, sababu ya kusudi atakalolibeba. Okay, sawa. Mtoto anachukua lile jina ili libebe na kusudi lake. Yeah. Okay. Zakaria alikuwa bubu. What's the significance ya kuwa bubu? Maanake sasa kama anaomba na umempa ahadi alafu ukamfanya akawa bubu tena. Mungu tu alitaka ampe somo na liwe somo kwa vizazi vyote. Kwamba Mungu akisema haijalishi mazingira. Kwa sababu Zekaria alikuwa mtu mzima. Na Elizabeth vile vile. Kwa hiyo Zekaria akaona shaka kwamba inawezekanaje Mungu, you are not serious. Sasa Mungu akamwambia, sasa wewe hutaongea. Na alikaa muda wote huo bila kuongea mpaka wakati anazaliwa. Kwa hiyo inamaanisha hata kabla mimba ya kutungwa alikuwa, yani alivyoambiwa pale akawa bubu hapo hapo. Alikuwa bubu. Okay. Hakusema kwa kipindi chote hicho. Mpaka Mungu alipolitimiza kusudi lake. Na alitoka pale hekaruni akiongea kwa ishara. Sijui kama ilikuwa ni lugha za alama tunazoziona leo. Lakini jambo moja la hakika ni kwamba uso wake ulikuwa unang'aa sana. Okay. Kwa hiyo ni kuonyesha ni ububu ndio, lakini uwepo wa Mungu ulikuwa ndani yake. Okay. Tumeona kuna sehemu umesoma amesema mtoto atakayemzaa atakuwa na nguvu ya Elia. Kama ya Elia or something. Nguvu za Elia. Hiyo alikuwa na maana gani? Historia ya Elia na Yohana zinaendana. How?
Yohana alipewa kutengeneza njia katika lugha na namna iliyonyoka ya ukali. Ujumbe wake ulikuwa wenye nguvu, ulikuwa ni upanga mzito sana. Vile vile Elia ilikuwa hivyo, Elia na Yohana hivyo hivyo. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, tubuni, kabatizwe maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini Elia anasema hapata kuwa na mvua katika nchi isipokuwa kwa neno langu. Na haya yote Ahabu ni kwa sababu ya dhambi zako. Ni Yohana ndiye alimwambia yule mwanamke, yule mwanaume, mke uliye naye Herode sio wa kwako. Paka akatwa kichwa. Kwa hiyo a very powerful message, ujumbe wa moja kwa moja, ujumbe ulikuwa na kata maini, lakini ni ujumbe ambao Mungu alitaka ufikishwe kwa njia hiyo, kwa wakati maalum, kwa kusudi maalum, kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao walikuwa wamezama sana kwenye ufisadi, kwenye uchoyo, ushirikina, wapate kumrejea Bwana. Tukigusia upande wa time sensitivity, nikisema time namaanisha kuna watoto kwenye Biblia ambao kuanzia ahadi imetolewa mpaka mtoto anazaliwa ni muda umepita. Sasa hii inaweza ikatupa fundisho gani hasa katika upande wa muda huo na kusubiri na imani? Watoto ambao Mungu ana makusudi nao makubwa, wakati mwingine ametaka walelewe na wazazi wenye kuvumilia, ili watoto wakafundishwe huo uvumilivu. Ukianza kuwatazama tangu kina Isaka, watazame kina Samson, watazame kina Samueli, tazame si mtu kama Yohana. Wote hao ni watoto ambao walichelewa kuzaliwa, lakini hawakuwa wa kawaida. Na mimi niwatie moyo wazazi ambao aidha hawajapata watoto ama wanaona kana kwamba wanachelewa. Nataka nikwambie watoto wote ambao walichelewa kuzaliwa hawakuwa wa kawaida. Watoto ambao wazazi walimlilia Mungu sana kwa ajili ya kupatikana kwao, Mungu aliweka kusudi lake kubwa sana kwa wale watoto. Na aliwapa muda wazazi, muda wa kutosha kumtegemea Mungu na Mungu peke yake, ili mtoto anapozaliwa pasiwe na fahari yoyote ya mzazi. Mzazi ajue hapa ni Mungu na Mungu peke yake. Nguvu, uwezo na kila kitu kimetokana na Bwana na Bwana peke yake. Kwa ni Mungu ndiye anaweza kulilinda lile kusudi la mtoto. Na kwa hiyo chochote kile mtoto anachokutana nacho, ndio unakuta mzazi anasema huyu alitoka kwa Bwana. Na kwa sababu alitoka kwa Bwana, mimi sihangaiki, Mungu atalilinda kusudi lake mwenyewe. Amina. Mchungaji, kipindi kilichopita tuliona elimu ya Yesu. Kaona Yesu version ya elimu kwamba alienda hekaluni ambako alifundishwa na Mafarisayo na walimu na wote hao. Yohana naye alipata elimu ya namna hiyo ama elimu ya Yohana ilikuwa tofauti? Yesu na Yohana wamelelewa msimu wa kufanana. Wale kipindi hicho wanatofautiana muda mchache tu wa kuzaliwa. Yesu na Yohana wanapishana miaka mingapi? Miezi kama 6 hivi almost. Tofauti ya miezi yao. Yohana ni mkubwa alafu Yesu. Kwa hiyo utagundua makuzi yao yalikuwa kwenye society ile ile. Tofauti ya Yesu na Yohana ni hii. Yesu aliamua kuchangamana kabisa na ile society. Ila Yohana aliamua kujitenga. And it was good. Kwamba alijitenga ili apate muda wa kumtafakari na kujifunza tabia kamili ya Mungu kupitia viumbe vya asili. Kwa hiyo ilikuwa sawa kwa design yake na kwa aina yake vile vile. Hiyo kujitenga ili influence vipi huduma yake alivyokuwa? Ilimsaidia sana kwa sababu hakuwa corrupted. Na mafundisho ya wakati ule hakuwa corrupted na kuchukiwa kama ilivyokuwa kwa Yesu na wenzake. Kwa hiyo ilimsaidia kuwa na mission hiyo ya tofauti. Hatusemi kila mtu
atafikisha utume kwa kujitenga. Hapana. This was very specific. Mungu alitaka hivyo kwa kusudi lake, ili kusudi atengenezwe. Chakula chake kiwe tofauti, maisha yake yawe tofauti. Okay. Mwitikio wa Zekaria katika swala zima la kuzaliwa kwa Yesu, kwa Yohana, samahani, na mwitikio wa Mariam katika swala zima la kuzaliwa kwa Yesu umetofautiana vipi? Mwitikio, yes. Wakati Zekaria anaambiwa, kulikuwa na kikwazo, umri. Okay. Mimi ni mkubwa sana na mke wangu anazeeka, manake zile siku za kawaida za kuzaa kama zinagoma. Yani nasema hili jambo linawezekanaje? Mimi ni mzee sasa. Kwa hiyo yeye Zekaria, mwitikio wake ulijengwa na hofu ya uwezo wa Mungu. Na hii ndiyo hofu ambayo hupaswi kuwa nayo. Mungu akisema endelea mbele, hata kama kuna bahari, we nenda tu, mengine atayatengeneza yeye. Mungu akisema atakupa mtoto, una miaka 60, una miaka 65, muamini tu, yeye atajua atakachofanya. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la hofu. Tofauti kidogo na Mariamu. Mariamu shida yake haikuwa hofu katika uwezo wa Mungu. Shida ya Mariamu ilikuwa kujua ni kwa njia gani hilo jambo litakuwa. Kwa mimi ni bikra. Yes. Lakini bado huyu Yusufu sio mume wangu. Yani hili jambo kwa hiyo Mariamu yeye alitamani kujua how. Very excited, lakini how. Na aliteki riski kubwa sana. Kwa Zekaria yeye alikuwa ni mashaka katika uwezo wa Mungu. My age. Yes. Kwa Mariamu yeye ilikuwa inaendaje sasa hiyo? Yani tunafanyaje? Okay, anyhow. Okay. Kwa mfano mimi Rebecca hapa nikwambie, tukishuka hapo chini kuna gari lako. How? Yani utatamani kujua fine limetoka wapi? Lakini limetoka wapi? From who and why? Ni gari gani na kadhalika. Kwa hiyo mashaka ya Mariamu yalijengwa katika upendo. Okay. Yalijengwa katika tumaini. Yalijengwa katika kumwamini Mungu. Hiyo ndio tofauti yao. Sawa. Mchungaji, Mariam na mke wa Zakaria, Elizabeth walikuwa na undugu? Yes, walikuwa na undugu. Ni mtu na dada yake. Unaweza kusema hivyo kwa lugha nyepesi. Tuna ushahidi wa wazi wa kuzaliwa tumbo moja, lakini mtu na dada yake. Kwa hiyo Yesu na Yohana ni ndugu pia. Cousin brothers. Kuna significance yoyote kwa namna ujumbe wa mtoto ulivyokuja? Manake kwa Zakaria, yani kwa upande wa kina Zakaria ujumbe ulienda kwa mwanaume akiwa hekaluni. Kwa upande wa Yesu ujumbe ulienda kwa Mariamu akiwa tu ana shughuli zake za kawaida. Is there any significance kati ya hizo events mbili tofauti? Kwanza nataka kuamini ni Mungu tu alichagua. Okay. Alichagua kwa Mariamu, aanze na Mariamu. Halafu Yusufu aambiwe baadaye unataka kukimbia, lakini hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Okay. Usikimbie. Kwa hiyo alianza na Mariamu. Ili asiende hospitali kama zipo wakati huo kujua tatizo hili ni nini. Aliambiwa mapema. Lakini kwa Zekaria bado wazo ni lile. Halina mahusiano na jinsia. Lakini Zekaria alikuwa kuhani. Na alikuwa ni mwenye shauku kubwa sana ya kuona Masihi anazaliwa. Kwa hiyo Mungu, na alikuwa na maombi mengi sana ya kupata mtoto. Kwa hiyo Mungu akajibu 2 in 1. Na by the way, fahari ya mtoto ilikuwa ni ya mwanaume kwenye jamii ya Kiyahudi. Kwamba mwanaume anapokosa mtoto inakuwa ni kama jambo zito sana, hasa mtoto wa kiume. Kwa hiyo Zakaria akiwa mwanaume, akiwa baba wa familia, lakini akiwa kuhani mwenye maombi mengi juu ya kuzaliwa kwa Masihi, lakini 2 mwenye maombi mengi juu ya kupata mtoto hasa wa kiume. It was very specific. Kwa hiyo Mungu akampatia jibu kwamba wewe sasa mwenye maombi mengi juu ya Masihi ndiye utazaa mtoto atakayemtangulia Masihi, kwamba atafanya kazi ya kusafisha njia ya Masihi. Okay.
Yeah. Sawa. Kama tunaenda kwenye pumziko, nyakati alizoishi Yohana Mbatizaji zilikuwa na watu wa aina gani? Yaani maisha yao yalikuwa ya design gani? Ellen White anasema siku za Yohana Mbatizaji, choyo cha kutajirika na hali ya kupenda raha na kujionyesha ilikuwa imeenea sana. Okay. Tamaa ya mwili, ulevi, kujifurahisha kwa sikukuu, vyote vilikuwa vimedhoofisha mwili wa mwanadamu na kumfanya mawazo yake yadumae na akili kuelekea kwenye ufisadi wa hali ya juu. Ni mazingira ya ukorofi, ni mazingira ya unyang'anyi, ni mazingira ya kutaka tamaa ya mali. Yalikuwa ni mazingira mabaya na machafu. Ndio hayo pia ambayo Yesu pia alilelewa. Kiasi kwamba mtu akionekana yuko strict na Mungu ndiye watu wanamshangaa. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Yohana alilelewa. Is there hii kujitenga kwa Yohana inaweza ikawa sababu ya yeye kupitia dharau na changamoto Yesu alizopitia akiwa mdogo? Kwangu mimi naona zilikuwa ni njia tofauti tu ambazo zote zilikuwa zinawakutanisha kwenye changamoto za aina mbalimbali. Okay. Kwa sababu pamoja na kujitenga haimaanishi ukutani na jamii. Watu walimshangaa vile vile kama Yesu alivyomshangaa. Wengine walimdharau kama Yesu alivyodharaulika. Kwa hiyo haikuwa njia ya kuepuka changamoto, isipokuwa ilikuwa ni njia ya kujinoa zaidi. Upweke ni wakati ambao unatufanya tumtafute Mungu zaidi kuliko wakati mwingine wote. Okay. Yeah. Okay, sawa. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kipindi hewani kitabu cha dhahabu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako muda huu, mimi ni Rebecca Dennis na tunaenda kwenye pumziko fupi. Mada ya leo tunayoongelea inasema sauti nyikani, na mgeni wetu siku hii ya leo si mwingine ni mchungaji Methusela Masunga. Endelea kwa pamoja nasi, karibu. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tuko katika pumziko na siku hii ya leo kuna jambo fulani napenda tuliongelee, hasa katika upande wa comfortability. Niweze kusema, mchungaji, kuna msemo fulani nimekutana nao unasema kwa Kiingereza, comfort is expensive. Comfort kwa Kiswahili inaweza ikawa na maana tofauti, faraja. Ila comfort hii inayoongelea siku hii ya leo ni ile comfort ya kama eneo la coziness fulani hivi, starehe tu, kuwa na pumziko fulani hivi. Sasa kuna siku juzi tu hapa nilikuwa naongea na kuna rafiki yangu wakati tunapiga naye story. Kuna jambo tulikuwa tunaongelea, akasema kuhusu mvua. Nikasema unajua kwenye mvua maisha ya watu waga yanabadilika. Kawaida hivi si kujua linawaka nini, maisha yanaendelea. Huwezi kujua mtu fulani ana gari au hana unless umemwona ametembea na hiyo gari. Nikamwambia kipindi cha mvua ndio utajua nani ana gari, nani hana. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia wakati wa jua watu wengi wanaogopa cost. Ukijumlisha na foleni, ukijumlisha uwahi asubuhi ufanye nini. Kwa mfano nikampa kwa mtu, kwa mfano anaishi Mbweni, anafanya kazi posta. Mtu mwingine anafanya I'd rather nipande bajaji shilingi 5,000 niende mpaka ofisini na kurudi usiku jioni kutoka kazini 5,000 mpaka nyumbani. That's 10,000. 10,000 kwa siku. Akitumia gari 50,000
Na inategemea una gari aina gani na consumption ya mafuta ni kiasi gani, unapita njia gani. Nikamwambia kwa comfort is expensive. Akasema why? Nikamwambia kwa sababu kipindi cha jua uko sawa. Kipindi cha mvua watu wanaogopa kulowana. So ili kuogopa kulowana na ili uwe comfortable unaenda kazini, you have to use your own car. Yaani lazima utumie gari yako peke yako. Sasa nakuja kwenye swali hili. Kwa sababu ukishakuwa comfortable kwenye gari yako, you can do anything. You can listen to music, unasikiliza music unaotaka, unasikiliza radio, unaweza kuongea na mtu kwenye simu, ambao ni tofauti ukiwa kwenye mazingira ya usafiri wa watu wengi. Ndio. Tukija kwenye upande wa Mungu, when we get comfortable, how do we misuse God? Yaani tuna misuse vipi Mungu tunapokuwa comfortable? Moja kati ya jambo lililochochea uovu sana wakati wa Nuhu ni kuridhika. Okay. Chakula kipo, kila kitu kipo. Kwa hiyo watu wakawaza uovu na wakatenda uovu. Okay. Lakini pasingekuwa na chakula, baba anaamka asubuhi anaona watoto wako hapa wajala, hakuna muda wa kuwaza maovu. Kwa hiyo na comfort zone inaweza kuleta idle mind. Na idle mind tayari imeshakuwa workshop ya devil. Yes. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tusipojishughulisha hata na kazi tu za kawaida, achilia mbali kusoma neno la Mungu, kwenye maisha ya kawaida, ukiwa na comfort zone inakugharimu. Inatugharimu nini? Inaweza kugharimu kuwa mbali na Mungu. It's an expensive, it's an expensivity. Okay. Kuwa mbali na Mungu. Kwa hiyo comfort zone katika ulimwengu wa roho inaweza kuletea shida ambayo inaweza kugharimu mpaka maisha yako. Okay. Yeah. Okay. And what do we have, nini tufanye sasa? Maana sasa tunajua neno la Mungu linasema nini. Tunajua tukifanya dhambi tukienda kwa Mungu tukaomba msamaha tunasamehewa. Hiyo inamgharimu Mungu, anapata gharama yoyote kwenye hiyo comfort zone yetu? Yaani what does it cost God kwenye comfort zone yetu, whether positive or negative? Mwanadamu anapoishi katika maisha ya dhambi anatengeneza uwezekano wa kupotea. Okay. Regardless of the probability kwamba kuna rehema ya Mungu, lakini ukishaanza kutembelea kwenye zone ya probability za kupotea, you are costing God ambaye alitoa kila kitu kwa ajili ya wokovu wako. What should we do? Tuishi maisha ya kumtumaini Mungu. Tusiwe idle. Read the word of God. Soma neno la Mungu. Jihusishe na kazi ya Mungu. Kama Mungu amekubariki, vitoe kwa ajili ya wengine. Usivirundike tu hapo. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza kuishi kwenye comfort zone kwa utulivu na kwa baraka zaidi za Bwana, na Mungu akathibitika kuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba it is true, comfort is expensive. Yes. Inategemea na yani ni comfort ya aina gani. Yeah. Ama imetokea kwa result ya aina gani. Okay.
Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu tena. Tunaendelea na kipindi chetu cha kitabu cha dhahabu. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo nipo naye mchungaji Methusela Masunga. Hapo awali tulikuwa tukiongelea swala zima la Yohana Mbatizaji, kuzaliwa kwake, makuzi yake. Kumbuka siku hii ya leo tunaongelea sauti nyikani. Hiyo ni kama historia fupi tu ili kumfahamu huyu Yohana tunayemwongelea leo ni nani. Mchungaji, kwa nini Yohana asingeenda kuhubiria baharini? Kwa nini nyikani? Rebecca, hata angeenda baharini tungekaa kwenye kipindi kama hiki, ungeniuliza kwa nini ya kwenda nyikani. Kwa hiyo ila nyikani it's a very vast, yani hamna, there's no comfortability nyikani. Hata baharini hakuna comfortability. Kuna maji, unaweza kuogelea, ukaoga, ukashika samaki, ukala. Nyikani unakula nini? Kuna miti, vivuli, angalau unaweza kupata. Chakula ni kipi unakula nyikani? Hata baharini vile vile chakula ni cha shida. Kwa hiyo Mungu alimuongoza Yohana kwenda nyikani. Sio kwa mapenzi yake mwenyewe. Akajifunze tabia ya Mungu kupitia kwa nature ya nyikani. Hicho ndicho tunachojua na kimefunuliwa kwetu. Okay. Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikula asali. Yes. Alikula vitu na vya wale wanyama, wale vidudu wanavyorukaruka na panzi. Is it right kula panzi? Sasa au ilikuwa just just because ni kipindi hicho? In fact, kwa kifupi, Yohana alikula vitu vya asili ambavyo havikuathiri mwili wake. Kwa mwongozo wa Mungu, lakini kwa mwongozo wa Mungu. Hakula najisi. Hawezi kula najisi. Okay. Yeah. Chochote alichokuwa Yohana kilikuwa ni chakula kinacholiwa. Sawa. Kwa nini Yohana aliitwa Yohana Mbatizaji? Kwa nini sio Yohana Zakaria? Hakuna mahali kwenye Biblia panapoweza kuitengeneza vizuri hiyo fact, lakini sasa kwanza Yohana hazuiliwi kuitwa Yohana Zakaria. Lakini tukumbuke kwamba Myahudi hakuwa na tendency ya kuita Rebecca Dennis. Kwa sababu babako ni Dennis, kuitwa Rebecca Dennis. Vinginevyo Yesu naye angeitwa Emmanuel Yusufu. Yaani Emmanuel Yusufu ni Yesu. Kwa hiyo enzi hizo ilikuwa ni yule kipofu mwana wa Timayo. Kwa Yohana mwana wa Zakaria. Sina nielewa vizuri. Au Yohana wa Zakaria. Simoni wa Zebedayo, whatever. Kwa ndo njia ambayo ilitumika kwa address. Kwa hiyo Yohana anaitwa Yohana Mbatizaji kwa maana ya kile alichokifanya. Huduma ya ubatizo kwenye historia ya ulimwengu inaanzishwa na Yohana. Mchungaji, kwa hiyo kuanzia huko kote, kuanzia ulimwengu watu wa Mungu walipompokea Mungu walitailiwa, na walikuwa ni mkazo tu kutailiwa. Kwa Wayahudi kama taifa la Mungu walikuwa wanatailiwa siku ya 8. Lakini mataifa walipotaka kupokea Judaism pia walitailiwa. Ukristo, maana Yohana anatengeneza njia ya Kristo. Ukristo unakuja na dhana ya ubatizo, kwamba wanaompokea Kristo watakiri hadharani kwamba tunayakana maisha ya ulimwengu na tunabatizwa. Kwa hiyo Yohana ndiye alikuwa mwanzilishi wa ubatizo, ndiye mbatizaji wa kwanza. Swali ambalo sina majibu, yeye alibatizwa na nani? Mmeniwahi swali langu, nilikuwa nakuuliza yeye alibatizwa na nani. Ila kwa hiyo inamaanisha kwamba Agano la Kale ubatizo wao ulikuwa mfumo wa kutahiriwa. Tukiweka hivyo itakuwa sawa? Uko sawa kwenye context. Kwenye maneno hauko sawa, kwamba ubatizo wao ulikuwa kutahiriwa. Kutahiriwa ndio ilikuwa ishara yao ya ubatizo, ya kutambua kwamba huyu amemkiri Mungu wa Ibrania. Kwa hiyo kutahiriwa ni ishara ya kuwa wewe ni Mwebrania. Kama ilivyo ubatizo ishara ya kukiri ucha Mungu katika sura ya Ukristo. Okay. Haya. Sasa
Kuna batizo za aina ngapi mchungaji? Ubatizo unaotakiwa kufanyika ni ule ambao Yesu alibatizwa. Okay. Ni ule ambao Yohana alibatizwa. Ni kweli ubatizo ni ishara ya kwamba nampokea Yesu. Kwa hiyo hizi batizo nyingine mara watu wanachapa viboko kwamba kwa sababu Yesu alipitia mateso, kwa unatandikwa viboko ili na wewe upite kwenye njia ya Mwokozi. Ama unatemewa mate, ama unaruka moto. Okay. Naruka kwa nguvu kabisa, ikionekana umeshindwa kuruka vizuri ukatumbukia kwenye moto, manake wewe dhambi zako bado hazijasamehewa. Okay. Lakini ubatizo wa kweli unapaswa kuwa ubatizo mmoja. Ubatizo ambao umeelezwa vizuri katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 Yesu anapobatizwa, katika Yohana sura ya 3:23 Yohana mwenyewe anapobatiza kwenye maji mengi, na katika Warumi sura ya 6 mafungu ya 2, 3 na 4 anaposema ninyi mliobatizwa mlibatizwa kwa njia ya mauti yake, mlizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, na mkafufuka pamoja naye kama yeye alivyofufuka, mwenende katika upya wa uzima. Kwa ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamisha kwenye maji. Kepo kuna aina nyingine nyingi zimebuniwa za ubatizo ambazo idadi yake huwezi kuipata. Kuna uhusiano kati ya ubatizo wa kiroho na ubatizo wa maji? Ubatizo wa roho na ubatizo wa maji? Tunatarajia ubatizo wa roho, mtu akishamwamini Kristo, roho wa Mungu akae ndani yake. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mtu anaweza kubatizwa ubatizo wa roho kabla ya kubatizwa ubatizo wa maji, ama baada ya kubatizwa ubatizo wa maji. So hamna yenye inatangulia au inafuata? Sio lazima. Mwizi msalabani alibatizwa ubatizo wa roho, ila hakupata nafasi ya kubatizwa ubatizo wa maji, maana alikufa. Okay. Kwa hiyo inatokea Filipo anabatizwa, alipobatizwa ile towashi anabatizwa na Filipo, alipobatizwa akapanda kutoka majini, roho wa Mungu akaja. Akabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Okay. Na by the way, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo endelevu. Haubatizwi mara moja na kuacha. Maanake ni kutembea na Mungu kila siku. Naam, ndugu mtazamaji, tunauhitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sababu ni ubatizo wa kila siku. Ni ubatizo wa kufanywa upya kwa uwezo na nguvu za Mungu. Amina. Mtazamaji wa Kitabu cha Dhahabu, tunaendelea na kipindi chetu. Mada ya leo inasema sauti nyikani. Kwa nini ujumbe wa Yohana kuhusu toba ulikuwa wa muhimu kwa watu wa wakati wake? Alafu toba ya kweli ni toba ya namna gani? Okay. Kama nilivyoeleza, jamii iliyokuwepo wakati wa Yohana ilikuwa ni jamii ambayo inalitaja jina la Mungu, lakini wakikana nguvu za Mungu katika maisha na matendo yao. Kwa hiyo ujumbe wa Yohana ulikuwa ni wa msingi ili kuondoa watu katika comfort zone ya kudhani kwamba kwa sababu wao tu ni Wayahudi Mungu amewakubali moja kwa moja. Ujumbe wa Yohana ulikuwa unachoma, ulikuwa wa moto, na kila akizungumza watu wanaguswa, wanayatoa maisha yao. Kwa hiyo ulikuwa ni ujumbe wa muhimu sana. Ujumbe wa toba ili watu wamwelekee nani? Mungu. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya swali. Sehemu ya pili? Sehemu ya pili, toba ya kweli ni ipi? Toba ya kweli ni unajua kuna kutubu na kuungama. Tofauti ni ipi? Kuungama ni kukubali. Okay. Yaani unakubali kwamba nimekosea. Lakini haichukui action. Toba ya kweli inaanza na kuungama. Okay. Lakini inachukua action. The moment it takes an action, it has changed kutoka kuungamo kwenda kwenye toba. Kuwa toba. Imechange kutoka confession kwenda kwenye repentance. Sasa what repentance is? Kutubu ni nini? Kutubu is the change of mind. Yohana anapoambia tubuni, anaambia change your mind. Okay. Badilisha mtazamo wako. Badilisha bosi kwenye akili yako,
from Satan now to God. Badilisha nani ana control akili yako na fahamu zako na weredi wako na kutenda kwako. Lakini moja, it must start with confession. Lazima ianzie ndani. Kwa hiyo toba ya dhati ni toba ambayo moja inaanza na awareness. Umenielewa vizuri Rebecca? Kuna zile ambazo unakuta watoto wako hapo, nani amelamba sukari? Mama, nani amelamba sukari? Anasema mama akikosa mtu aliyelamba sukari hapa tunapigwa wote. Mtoto mmoja anasema mimi, mama ni mimi nisamehe, hata kama sio yeye. Umeielewa hiyo? Yeah. Hiyo haina sura ya ungamo na toba. Sura ya ungamo na toba moja inaanza na understanding. Nimemsengenya Rebecca. This is too bad. Nikikomea hapo, maanake nimejua tu kwamba kumsengenya Rebecca ni vibaya. Ni kama Yuda alivyosema, nimeisaliti damu isiyo na hatia. Ametengeneza awareness ya tatizo lake. Lakini toba inakwenda kwenye change of mind. The metanoia, Wagiriki wanaita the metanoia, the change of mind. Maana yake nia sasa inageuzwa kutoka kwenye uteka wa adui ulioniongoza kufanya mabaya, na naazimia moyoni kwa hiyo kwamba sitafanya jambo hili tena kwa uwezo wa Mungu. Unaweza kuwa na hiyo awareness kwamba nimefanya dhambi hii na ukajutia kabisa, ila usipotubu ni bure na haihesabiki kwamba haina maana yoyote. Yaani wewe Rebecca umekuja kwangu, umeiba earpod yangu, ukaenda naye, baadaye unagundua nimekosea sana, nimemwibia Masunga bwana. Pole lazima nimekosea sana. Alafu wanaendelea kukaa naye. Cool. Okay, wait, mchungaji subiri kwanza. Sasa kuna versions tofauti. Okay, not tofauti, circumstances naweza kusema. Kwa sababu ule mfano wa kusengenya, mimi nimekusengenya wewe. Nimejua nimemsengenya mchungaji Masunga kwanza, acha habari ya mchungaji Masunga. Nimemsengenya Masunga. Ni vibaya kumsengenya Masunga. Ila sijaja kukuambia kwamba rafiki yangu mimi nimekusengenya hivi na hivi ABCDE. Ila nikaenda kutubu pasipo kukuambia. Ina uzito wote au mpaka nije kukuambia alafu ndo na inatosha? So si lazima kuja kukuambia kwamba nimekusengenya hivi na hivi. Inabidi yaamue. Okay. Hakuna mahali ambako Mungu ameweka requirement kwamba kama mtu aliua watu 200 lazima awatafute ndugu zao wote awaeleze, mimi niliua ndugu yako, mimi niliua ndugu yako, mimi niliua ndugu yako. No, Mungu hajaiweka hiyo. Na by the way, kwa kufanya hivyo unaweza kaongeza matatizo mengi zaidi. Okay. Umeelewa vizuri Rebecca? Sawa. Inaweza kuleta matatizo mengi zaidi. Lakini kukiri tu kwamba nimemsengenya fulani, nimemfanyia huyo mtu jambo baya. Usipige hatua ile ya dhati ya metanoia, ya kuchange mind. Hiyo ndio shida. Ulipochukua haka kadude tena bado nako mpaka sasa. Si bado sijatubu na kukirudisha. Unapochukua hiyo earpod. Hiyo ito AirPod whatever. Ukichukua hiyo AirPod bado akasema nimefanya vibaya. Nikitubu bila kukurudishia, sina kuwa toba. Nirudishie. Lazima usukumwe moyoni kurudisha. Kwa mchungaji, kuna circumstances ambazo zina kubidi uende kwa yule mtu ukafanye toba kwake kabla ya kufanya toba kwa Mungu. Kwa mfano kama hii, inabidi niirudishe. Nikirudisha utajua kwamba nilichukua. Sawa. Unaona? So mimi kurudisha ni kama kusema mchungaji, naomba Masunga, naomba unisamee, nilichukua AirPods zako. Alafu niende kwa Mungu kuomba toba tena. Unaweza kaanza hata kwa Mungu.
Oh, so haina hierarchy kwamba unaanza kwa huyu unaenda kwa huyu. Mungu narudisha. Ni sawa tu nakula zaka ya Bwana. Yaani leo nimepata 10,000. Buku ya Bwana ndio zaka. Nimeila. Nimeila. Alafu kesho napata 100,000. Umeelewa vizuri? Natoa ile zaka 10,000. Lakini kuna buku unadaiwa, yes. Ninaposema Mungu naomba unisamehe bila kuirudisha. Kisha na ile buku sasa. Iko hivi, nimeiba boda yako, nikifundisha wakili napenda kutoa mfano. Nimeiba boda yako. Nikaondoka nayo. Alafu after 2-3 days nikagundua nilikosea sana. Nikawasha boda nikaja mpaka nyumbani kwako. Nimefika. Ninapofika namwambia Rebeka, bwana niliiba boda yako. Naomba unisamehe sana. Rebeka akasema usijali. Halafu nikimaliza hapo nawasha boda tena naondoka nayo. Kwa hiyo toba inabeba majuto ndani yake, lakini inabeba the change of mind. Kwamba mind sasa inaanza kuongozwa na bosi mwingine ambaye ni Mungu mwenyewe. Sawa. Kuna tofauti ya huduma iliyokuwepo kati ya huduma ya Yohana na huduma ya Yesu. Huduma ya Yohana ni huduma ya utangulizi. Huduma ya Yohana ni huduma ya kutengeneza njia. Huduma ya Yohana ni huduma ya mimi sina budi kupungua ili yeye azidi. Kwa hiyo huduma ya Yohana ilikuwa ni ya kuwaelekeza watu kwa Yesu. Ilikuwa ni huduma ya pekee na aliifanya kwa dhati, na Mungu alimpa kibali cha kufanya ile huduma. Huduma ya Yesu ilikuwa ni watu waelekezwe kwake sasa. Wamwamini yeye. Waliamini neno lake. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya huduma yao. Na mwisho huduma ya Yesu imejikita katika wokovu mpaka mauti, mpaka wanadamu wanakombolewa. Lakini Yohana alikuwa ni mtangulizi. Katika swala zima la kubatizwa kwa Yesu, tunaonaje kujinyenyekeza kwa Yesu kubatizwa na mwanadamu? Japokuwa ni kwenye unabii alikuwa anatangulia kusafisha njia kwa ajili ya Yesu. At the same time, tunaonaje unyenyekevu wa Yohana kupitia maisha yake aliyoishi? Ni wanyenyekevu. They were very humble. Na kwa nini Yesu ananyenyekea kubatizwa? Ili atimize haki yote. Hakuwa na dhambi. Lakini aliwabeba wenye dhambi ndani yake. Kwa hiyo kwa sababu wenye dhambi wanahitaji kubatizwa, alienda kubatizwa. Kama mfano. Kama kielelezo. Neno zuri kielelezo, yes. Ili atoe kielelezo cha namna ya kuenenda kwa vizazi vyote. Rebeka, ulisikiliza hili neno nataka kulisema. Sawa. Hakuna atakayeingia mbinguni ambaye hakubatizwa hata kama sio yeye. Umetoka kuniambia kubatizwa kwa Roho, unaweza kubatizwa kwa Roho, sibatizwe kwa maji kama mwizi msalabani. Yule mwizi msalabani alibatizwa kwa Roho. Lakini kwa kuwa alikuwa ndani ya Kristo, wakati Kristo anabatizwa, watu wote walibatizwa katika yeye. So kwa sasa hivi kuanzia Yesu alivyokufa ni lazima kubatizwa kwa maji na kwa Roho. Ni muhimu sana kila mtu anayepata nafasi abatizwe. Kwenda mbinguni, ili kwenda mbinguni. Rebeka, hujanielewa. Umejadili kitu ambacho hujanielewa. Narudia. Kila atakayeingia mbinguni, moja kati ya tendo ambalo alilipitia, alibatizwa. Ndio maana nasema Yesu ni Adamu wa pili. Kama wote tulivyoanguka katika dhambi, tukiwa ndani ya Adamu wa kwanza. Ndivyo Yesu alikuja kutubeba sisi wote, tukawa ndani yake. Na Wakorintho wa pili 5:14 anasema wakati anakufa walikufa wangapi? Wote. Kumbe wakati anabatizwa walibatizwa wangapi vile vile? Walibatizwa wote. Kwa hiyo wewe Rebeka, kabla ulibatizwa na mchungaji nani? Mimi nilibatizwa na mchungaji Daudi Barula. Kabla mchungaji Daudi Barula hajanibatiza mimi,
Nilikwisha kubatizwa katika Kristo kupitia ubatizo wake. Now that sense I understand. Yes, ndio nikwambia usijadili hivyo kuelewa. Kwa sababu ukiniambia kwamba yule mwezi msalabani alikuwa ndani ya Yesu wakati Yesu anabatizwa. Kwa hiyo akabatizwa kwa roho, haina haja ya kubatizwa kwa maji kwa sababu alikufa. Hiyo ilikuwa sababu. Yes. Sisi leo tunadaiwa kubatizwa kwa maji kama ishara ya kukiri hadharani kwamba sisi tumemwamini nani? Kristo. So it's a necessity but not lazima. Au sasa tofauti ya necessity na lazima kwamba ni muhimu lakini ni muhimu lakini sio lazima. Ni muhimu kwa kila aliye na nafasi. Okay. Lakini wako watu watauingia mji bila kubatizwa live kwa maji. Okay. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira walipo. Sasa hivi tuna Hope Channel inaenda ulimwengu mzima. Kuna mtu anakaa huko kwenye nchi zisizo na imani kabisa, nchi nyingi kwa Pakistan na kwingineko, anasikiliza, baadaye anaelewa, anasema mimi nimemwamini huyo Kristo. Hajui kanisa lilipo, hajui atabatizwaje, hakuna mtu anayeweza kumbatiza, lakini Mungu anahesabu huyu ameupokea ule ubatizo wake ulio katika Kristo. Sasa hapo tumeelewana. Maana ukiniambia kwamba uingie mbinguni mpaka ubatizwe. Ndio maana nitaka usichangie haraka ili anayekusikiliza asichanganyikiwe. Naweza nikachanganyikiwa mimi nikamchanganya na mwenye ananisikiliza vile vile. Sasa changamoto zozote zinazotufanya tushindwe kusikia sauti ile ya nyikani. Maana kwanza sasa hivi sauti nyikani kwetu sisi ni ipi? Sauti ya nyikani kwa ni sauti ya toba. Okay. Kwa sababu kuna vitu viwili hapa Rebecca. Kuna huyu anayetoa sauti ya nyikani na kuna sauti ya nyikani. Anayetoa sauti ya nyikani alikuwa ni Yohana. Leo sauti ya nyikani inatolewa kwa njia mbalimbali. Okay. Wachungaji wanahubiri, wainjilisti wanahubiri, neno la Mungu linatufundisha, vyote ni representation ya sauti ya nyikani. Okay. Lakini mwenye sauti nyikani ndio sisi. Okay. Rebecca, leo uko hapa ni sauti ya nyikani kwa mtu mmoja ambaye anasikiliza hapo. Ili kusudi Mungu amsaidie afikie toba ya kweli, ya dhati. Kwa hiyo sauti ya nyikani kwetu ni neno la Mungu linalohubiriwa kwa nguvu, linalohubiriwa bila kuchanganywa na uongo, ni neno ambalo limenyoka na mafundisho yanayomsaidia mtu kurejea toba na hata uzima wa milele hatimaye. Tunapofunga ujumbe wa Yohana Mbatizaji kipindi hicho, bado una maana kwa ulimwengu wetu kwa sasa? Tubuni mkabatizwe. Ni ujumbe wa leo kabisa Rebecca. Okay. Huo ndio ujumbe wenye nguvu kuliko ujumbe wowote. Tubuni mkabatizwe. Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa kipindi kile ilikuwa Masihi anakuja, leo ni ufalme wa Mungu. Bado ni kitu kile kile. Okay. Kule ni Masihi anakuja, sisi Masihi Kristo atakuja tena mara ya pili. Okay. Kitu kile kile. Lakini habari ya ufalme wa Mungu iko pale pale. Okay. Iko pale pale. Na by the way Rebecca, ufalme wa Mungu sio kwamba tunatafuta kule. Ufalme wa Mungu uko ndani ya kila mtoto wa Mungu anayemwamini. Na kwa hiyo kufikiri kwake, kutenda kwake inakuwa ni kwa kulitimiza kusudi jema la Mungu. Mtazamaji, maisha ya Yohana ya kujikana nafsi na kujitenga ni maisha ambayo yanatoa karipio kwa kila anaishi maisha ya starehe leo. Una fedha nyingi, jikane nafsi kuwahudumia wengine. Wahitaji wamejaa kila mahali, wanahitaji msaada wako. Hebu chagua kuwa sauti ya nyikani kwa kuwahudumia watu, kuwahubiri watu, kuwafundisha watu. Unatembea barabarani, Mwenge kwenye foleni, kule Mwanza, Buzuruga, Arusha, majani ya chai kule, Mbeya na kila mahali, popote pale ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Si unaweza kuwa na vitabu kwenye gari yako, ukawa sauti ya nyikani kwa mtu mmoja anayetembea. Tumpatie Mungu maisha yetu. Labda jambo la muhimu ambalo ningependa kuliweka sawa. Hatujaitwa tuhame wote tukaishi porini kama Yohana. Lakini tunaweza kuchagua kuishi katikati ya maeneo yetu kama Yesu alivyoishi, tukitoa sauti ya kuwaonya watu kwa upendo kupitia maisha yetu ya kila siku. Na hilo
linabaki kuwa nguvu, mwangwi na tumaini kwa kila mtoto wa Mungu anayeamini. Mchungaji, tupatie ombi. Baba yetu na Mungu uliye mwema, haya tuliyoyasema yathibitishe kwanza katika mioyo yetu na maisha yetu, lakini yafanye nguvu kwa mtazamaji na kila aliyesikia. Tutengeneze tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Kama maisha ya Yohana yalivyokuwa karipio kwa ulimwengu wakati ule, ruhusu maisha yetu safi na matakatifu kuwa karipio katika ulimwengu wa leo, kwenye miji na vijiji tunavyoishi. Neema yako itoshayo na iwe juu yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Mchungaji, asante sana kwa kuwa pamoja nasi leo. Amen. Karibu tena wakati mwingine. Asante sana Rebeka. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kipindi cha Kitabu cha Dhahabu hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Tulikuwa na mada inayosema sauti nyikani, tukimwangalia Yohana Mbatizaji tangu kuzaliwa kwake mpaka utume wake. Hasa tumeishia pale ambapo Yesu alibatizwa. Tumeona unyenyekevu wake, tumeona kuishi kwake, tumeona jinsi alivyojihusisha na kazi ya Mungu. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Mimi ni Rebeka Dennis, nilikuwa naye mchungaji Methusela Masunga. Kwaheri.